Maweni oye! Mimi na panchi kidogo na sauti kubwa. Nakumbuka wakati na hapa Dr. Florence ananiambia punguza sauti. Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Florence, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mzee wangu Chua na kuombea dua ndugu na viongozi wengine wote ambao tumeambatana hapa kwenye hospitali ya mkoa ya Maweni. Mimi sina maneno mengi kwa sababu ziara hii ni ya naibu waziri na amekuja kikazi zaidi. Uzuri nimesafiri naye ndege moja, kwa hiyo yapo mengi ambayo tumeyaongea kwa pamoja pembeni. Sisi wote tunapeperusha bendera ya Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu, ambaye ndio upande wa pili ni mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi, lakini upande wa kwanza ni rais wa nchi yetu, ndio kiongozi namba moja. Mimi kwa hapa Maweni yapo mambo mengi ambayo kiuhalisia naona bado hayako sawa sawa, lakini mimi ni mpya. Cha msingi na cha muhimu, baada ya waziri kumaliza ziara yake, tutakaa kwa pamoja ili tuone namna bora ya kuweza kuboresha baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika hapa Maweni. Dr. Florence yeye kwa ubunge ni mbunge wa Kibondo, lakini mimi niko hapa mjini. Kwa hiyo tabu nyingi za Maweni zinanikuta mimi kwa sababu hospitali iko kwenye jimbo langu. Kwa hiyo hapo lawama nyingi za wananchi, vitu vingi vinavyoongelewa na wananchi ambavyo sasa nikianza kuvizungumza hapa mbele ya waziri itakuwa kama vile tunachongeana, na wakati kuna vitu ambavyo kabla havijafika ngazi ya waziri, ngazi ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunao nafasi ya kukaa kwa pamoja na tukaona namna bora ya kuweza kuboresha kiuhalisia. Sisi wanasiasa sikio letu liko kwa wananchi. Sisi wanasiasa sikio letu liko kwa wananchi. Na ukiangalia Dr. Samia Suluhu Hassan, nguvu ambayo anaisukuma kwenye afya, anahitaji kuona matokeo chanya ya ile nguvu ambayo anasukuma. Nitawapa mfano mdogo tu. Sasa hivi Dr. Florence ananiambia mama ameshaleta bilioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa OPD, kwa ajili ya OPD. Hela zimetolewa mwaka 2025. Tunataka majengo yanayojengwa yaendane na mwaka 2025. Isiletwe hela 2025 ukajenga jengo lenye mfumo wa 1999. Hatutakubaliana. Na sisi wengine ni vielele, tumetembea sana. Tunajua, tumetembea hospitali nyingi. Tunajua kwamba hichi kitu hakiko sawa. Kwa haya mambo mengine tutapata muda, kwa sababu mimi niko hapa ni nyumbani. Tutapata muda, tutakaa, tutajadiliana kwa pamoja. Ikiunganisha pia malalamiko ya wafanyakazi wa hospitali ya Maweni kwa viongozi wao, yote ni nayo. Wanakuja pembeni, lakini tunatakiwa tupate nafasi tuongee uso kwa uso ili kumaliza baadhi ya changamoto ambazo ziko hapa. Lakini cha pili, niwaambieni tu kweli wale ambao ni viongozi wa hapa Maweni, hizi pesa Dr. Florence anapambania, kwa sababu sisi tunamshukuru sana Dr. Samia kumpa mama yetu huyu nafasi ya naibu waziri. Ni mtoto wa Kigoma, kakulia Kigoma, ni mama yetu, anapambania mji wake. Pamoja anapambania taifa lote, lakini lazima kuna ule moyo kwamba Kigoma ni nyumbani. Tunashukuru sana hiyo. Pesa zinazoletwa hapa kwa sasa hivi tutazipiga jicho la tatu, kwa sababu tunataka kuona matokeo chanya ya pesa ambazo zinaletwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya hospitali ya Maweni, ili wananchi wa Kigoma mjini waweze kupata huduma bora. Kwa hiyo kivyovyote vile, kama kuna mtu alikuwa anapiga kijicho pembe, nadhani muda umefika kijicho pembe chake kitaonekana hadharani. Mimi ni mtu wa kamera sana. Kwa hiyo ukiona jambo lako tunaombiana ndani usikii, utalikuta nje. Na likienda nje tafsiri yake ni kwamba hata kama lilikuwa ni siri litakuwa liko bayana. Kwa hiyo naomba sana baada ya Mheshimiwa Waziri kumaliza, tutakuja sasa yale ambayo ameyaona yeye, maelekezo atakayoyatoa na vitu vingine, tutakuja kwa pamoja, tutajadiliana kuona namna bora ya kuweza kuboresha huduma za hapa hospitali ya mkoa wa Maweni. Kingine, Mheshimiwa Naibu Waziri, tufikishie shukrani zetu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan
kwa kutuletea ambulance mpya katika hospitali yetu ya Maweni. Ni moja kati ya changamoto kubwa ambazo tunakumbana nazo. Wagonjwa wengi wanashindwa kufika kwa wakati kuja kupata matibabu, lakini kwa nguvu ambao mama anaweka kwenye afya tunaona matokeo chanya. Tunashukuru sana kwa huduma hii ya ambulance. Naamini tutaisimamia vizuri na tutahakikisha inakuwa sababu ya wananchi wa Kigoma mjini kupata huduma bora na kwa haraka zaidi. Kwa kusema hayo machache, tutakutana siku nyingine. Asanteni sana.